fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi zake. Alama yao katika nyuso zao kwa taathira hiyo ya kusujudu kwa pamoja, huu ndio mfano wao katika Taurati na katika Injili. Mfano wao umetajwa hivi kuwa wao ni kama mmea uliotoa matawi yake, kisha matawi hayo yakautia nguvu huo mmea, ukawa mnene, ukasimama sawa sawa juu ya kigogo chake, ukawafurahisha walioupanda ili wakasirishe makafiri. Bimaana nyinyi na Muhammadi mko pamoja. Sasa swali labda, kweli tuko pamoja na Muhammadi? Na jiti hili kweli limemea vizuri likiwafurahisha Waislamu wenyewe waliolipanda? Matawi yake yakautia nguvu, ukawa mmea, ukasimama sawa sawa juu ya kigogo chake, ukawafurahisha walioupanda ili awakasirishe makafiri kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu amewaahidi walioamini na kutenda mema katika wao msamaha na ujira mkubwa. Qurani sura ya 9 aya ya 111. Hii karatasi ni kauli ya Mwenyezi Mungu. Kweli tuko pamoja? Je, na huu mti kweli? Huu mti kweli una raha, na chini ya raha ya kivuli chake kuna raha ya walioupanda na wapita njia wanauona mti unaotoa raha yake? Je, Waislamu haya ya wakina Ponda na wakina Bilali na wengine kufungwa hovyo, huu mti kweli kuna? Mimi nasema, ndio sababu nikasema labda mimi ningekuwa na nyie pamoja kwa wakati ule tungepata raha. Lakini sasa niseme kifupi tu kwamba kila anayenisikiliza sasa, wacha nikamate na karatasi nyingine kwanza. Sheikh karatasi ya pili ambayo ni kauli ya Mwenyezi Mungu, sio karatasi tena. Haya ninayoyasema mbele yenu ni nyinyi kukata shauri, kubaki na Muhammad pamoja, mkiwa pamoja katika kurukui na kusujudi. Kama hapana, basi wengine mwanze kuchukua zile wanazovaa wa Kristo, nini siji, zile wanazovaa wa Kristo, rozari mwanze kuchukua, kwa sababu yakija ya kukuta umevaa ile unusurike. Tunataka sasa, tunataka balaa, hatutaki jingine. Mna wenzetu wako wenye dhima hii, lakini mimi nasema, nimesimama hapa
Nasema kauli ya Mwenyezi Mungu ndio kauli yangu mimi. Na nimeshasonta kwa wakafiri huko. Wamepata kunikuta hata gerezani, wewe bado hujatubu? Nawaambia sijatubu. Sasa kama hujatubu utatoka wapi humu gerezani wewe? Na boma hili nakuta ndio utapitia wapi? Namuuliza mkuu wa mkoa, je, ili boma nakuta nikuulize? Ananiambia niulize. Hebu angaza huko nje. Tulikuwa uwanjani tu. Ananiuliza, nimeangaza, wewe umeona nini? Na mimi namuuliza, je, umeona makaburi humu? Sikuona. Nikamwambia unasema uongo basi hivyo. Mimi humu gerezani nitatoka aidha mfu au mzima, mwango ule nitatoka, sisikii humu. Kwa nini wewe unasema sitoki humu? Takbir. Allahu Akbar. Mwisho namwambia mkuu wa mkoa, kumebakia kitu hiki kimoja kwako, nikupiga risasi hapa. Ukipiga risasi si nitapata siku 10 tena za kuwa na wewe pamoja, nitaoza. Nikioza utawaambia wenzio, mtupeni huyu ananuka. Ya kwako yamekwisha, lakini ya Mwenyezi Mungu na Muhammad wake bado ninayo. Na alhamdulillah nimekuja zungumza na nyinyi leo. Nilitoka gerezani, ndio nazungumza mimi na nyinyi leo. Nia yangu si jingine, nataka mbadilishe nia zenu. Kama mnataka kumtumikia Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi badilisheni nia zenu. Muondoe fikra zile za kufa kitandani, muondoe. Nendeni mkamfia Mwenyezi Mungu. Na yeye anasema, Bwana, waliokufa mbele yangu hawajafa, wako hai na waruzuku mie. Sasa wewe na mie tunasikia, tunaona raha ya mkuu wa mkoa au kamtukali kupandishwa au si, na maskini wengine tulipewa hela siku zile za nyuma huko. Mimi nikazikataa. Bahati Tabora hakukuingia balaa hili la kuisaliti Muslim Welfare Society 1040, na wengine walijenga magorofa hapa Kinaidi cha urembo, yameingiwa yakataifishwa na Nyerere aliyewapa akataifisha. Leo watoto wao wanadai haya magorofa wajapewa mpaka leo. Sasa nasema hivi, hii karatasi ni maneno ya Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, Allahumma salli. Anasema Mwenyezi Mungu, nimenunua nafsi za Waislamu na mali zao waitumikie dini ya Mwenyezi Mungu. Hebu fikiri, nani aliotoa hela yake hata moja tu, sijui kama matajiri hapa siwajui, lakini aliyekwenda akanunua kaunywele haka. Kanani akakaunywele? Kaunywele ka Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu sasa anakutuma ufanye kazi yake ya kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Tena anakutuma basi si kwa bure tu, ukishamaliza ukanywe soda ufanyeje urudi nyumbani. Uwe na uwawe, uwe
na uwawe, ili ukimaliza kazi hiyo ukapate radhi ya Mwenyezi Mungu. Mungu ndo kakuumba wewe. Hela unayo kaiumba yeye. Kitanda unacho kakiumba yeye. Manyumba unayo kama gorofa ama motokali kayaumba yeye. Na bado anakununua wewe. Wewe maana yake nini? Kwa kumtumikia kazi yake anataka bimana sisi toka tuumbwe hatujaja huku, tuko kule kwake. Hata kama na kule tulifanya upuuzi, alifanya mambo yake mpaka katuridhia tuje huku, mpaka akaturidhia tuje huku. Lakini kwa makhalaqtu jini wal ins ila liyabudun, sikuumba watu na majini ila kwa kumheshimu Mwenyezi Mungu. Wewe heshima ya Mwenyezi Mungu hutaki kuifanya, unakuja kufanya nini huku wewe? Unakuja kufanya nini huku? Sasa ndugu zangu, ninasimama mbele yenu. Kama mnataka tuzungumze ya nyuma huko mtaniuliza baadaye, lakini nasema na jana nimesoma kisiwa, sijui kisiwa. Nimesoma kisiwa. Bahati mbaya nilikuwa na tatizo la miguu, sikuja huko. Kisiwa imeandika kwamba wanamsubiri huyu bwana, yani mie. Wakatoa azimio. Sasa azimio letu nini? Mimi nasema azimio letu ni kumfia Mwenyezi Mungu. Sasa nyie wenye hela na wenye uwezo wa kumsaidia Mungu, jisaidieni kupata radhi ya Mwenyezi Mungu. Una kazi gani hivi ili anga unaliendea ili umeshapata? Mwingine una miaka 50, mwingine ana miaka kama hivi, mimi ndo sijui na miaka mingapi, na kula tu kwenye ile anga, lakini silijui faida yake. Hakika silijui faida yake, ila najua faida ni moja tu, kumtumikia Mwenyezi Mungu. Sasa nyie wenye nafasi, wenye hela, vijana hawa na maimamu wao hawa wameshaamua, wanachoka kuonewa na hii serikali, wanachoka kuonewa. Kisiwa sasa hiyo kama hivi leo yupo asikie, wanachoka kuonewa na hii serikali. Serikali ya kwao wameidai wao, wamesumbuka wao. Mimi nimesumbuka na serikali hii. Kama ingekuwa hii serikali ilipita ni mbaya, nisingekuwa na mtoto leo na nisingeoa leo. Kwa sababu ujumbe wa Yuno ulipofika nchi hii, kwa pale kwetu, makabidhiano, yani memorandum ya kutaka nchi nimetoa mkononi kwangu, mbele ya maaskari na PC. Lakini serikali ile iliyopita serikali nzuri, maaskari yakataka niziwie nisifike kwenye ule ujumbe kaziwia, mwacheni aje. Kama ingekuwa ni serikali ningepigwa risasi, nafikiri nisisogelee ule ujumbe. Nikafika nikawapa kile kinachotakiwa na nchi, yani memorandum. Ikafika wakasema, wewe bwana umeleta ishauri, si tulishampa katibu wenu tulishampa kwamba hatuonani na nyie. Huyo katibu na katibu mwingine wa kwetu watano kama kwamba lao moja, walikuwa hawataki sijui tupate uhuru. Basi kawaambie wenzio round table yetu itakuwa mkutano kwa PC. Nikawa nimefikisha, lakini na hakika siku ile
Kama serikali ya Kiingereza ingekuwa chafu kama serikali hii, ningeuawa kwa kwenda kuwakabili wakubwa wale. Sasa leo Ponda kakuta maji ndani ya bakuli, hajui maji aliyetea ni nani ndani ya bakuli, anamwaga maji achukue bakuli lake. Bakuli haki ya Ponda, bakuli haki yake Ponda, anamwaga maji achukue bakuli lake. Shenzi hawa wanamtenganisha na watoto wake, kisa hakijulikani. Imam na ndugu zangu Waislamu, mimi na hamu ya na sijachoka, nitakuja nchi hii. Nimepata ukaa mwezi mmoja mimi hapa kwa wakati wa Muslim Welfare Society. Wapi Kibiti, wapi nimetembea kutembelea misikiti. Na leo kwa shauri hili nasema hii mbele yenu, na ndio azima yetu. Kama siji shauri nyingine, lakini nitakuwa pamoja kutoa mipango ya tupate, na hakuna salama itapatikana kwa Waislamu sasa wapumzishe roho yao kupeleka majeshi mpakani. Wajue wanatuambiaga tu, mkitamka hivi serikali, mkitamka hivi kuiambia wananchi damu itamwagika. Basi mimi najua hawawezi kumwaga damu, maaskofu hawawezi, hawana agizo la Muislamu lina uthabiti. Ukifa kwa ajili ya Muislamu hujafa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukifa, wale wanaokufa kwa ajili yake Mungu hawakufa, wahai bado na wanaruzukiwa huko, wanaruzukiwa huko na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukipambana, sisi tunajua tunapambana naye, tukipata tumepata, tukifa tumepata. Sijachoka kuzungumza na msikiti huu, lakini na mengi ndugu yangu ya kukesha mpaka asubuhi tunazungumza. Kama mnataka nianze yale sijui ilikuwaje, tano ilikuwaje, nini ilikuwaje, mengi tutazungumza, lakini kama mtu ana hitilafu, ana tofauti, anataka niulize, basi asimame aulize, ila tuchukue subira, tutulie wote, tukae tutoke tukiwa na hakika tumefanya mambo yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sana itahitaji ufafanuzi tu. Tutoe nafasi ya kuuliza maswali, lakini mimi ningependa niulize swali kabla. Kuna maana mzee amesema kabla ya Mwalimu Nyerere kwenda Yuno, Waislamu wameshaenda Yuno mara 2. Ninaomba hapa labda tufafanulie walikwendaje, nani alikwenda, walifanikiwa, hawakufanikiwa, na kama hawakufanikiwa ilikuwa labda ni kwa sababu gani? Tangu Waislamu wakati huo wamekwenda kwa mapesa yao, si kwa kuchanganyika na chochote, na wakati huo wakiwa kwenye Tanganyika African Association. Kuna kibana mmoja, wote wawili wako Tanga, ila sifahamu sasa ni marhumu au vipi, lakini wote wako Tanga, na ndiko walipata kwamba walikopata dharura ya kwamba hawawezi kupata uhuru mpaka waje kwa wenzao, kwa
sababu nchi hii ina dini mbili. Dini ya kwanza ni Uislamu na ya pili ni Ukristo. Sasa kama ujumbe utakwenda wote kwa pamoja, basi kutakuwa na uwezekano wa kufikiri. Lakini hizi ni mbinu za toka hapo nilipowaambieni kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipiga mpaka Uturuki. Sasa hawa jamaa wakaona mbinu wazitumie ni kwamba Wakristo na Waislamu wawe wameomba uhuru. Sasa tulipofika hapa tukaona ni kwamba tusiwe wazito, tukaita mikoa mingine yote ikaja, tukatuma delegation yetu ambayo Tabora ukatoka watu wawili, tukajua na Nyerere yuko huku, ni hisabu ya fungo la watatu, tukamweka. Na hapa kila Abdu Saksi na wenzie tayari wameshamchukua huyu wa Nyerere, wanafanya naye mazungumzo. Na ilipofikia kwamba sasa aachishwe kazi kama anataka ridhaa, Waislamu wakamchukua wakamweka nyumbani kwao, wakampa na nyumba nini na kikapo ni cha kuingia tu, kikiingia kikapo sokoni cha Nyerere, hakuna kutoa pesa, kinajazwa kinarudishwa nyumbani. Unaona bwana? Sasa kwenye kuunda hii na watu wawili wakaenda pamoja na huyu wa Tanga, Nyerere akakwepeshwa kidogo. Hilo ndo lilipoanzia sasa kupigwa chenga sie. Akapitishwa Uingereza, akapitishwa Marekani, akenda kwa popu kutoa ruhusa kwamba wameridhia kwamba Waislamu wapate nchi yao. Lakini huko sasa huyu Nyerere na Mwingereza na Marekani wakawa wamepata kile wanachokipata kutoka kwa popu, hatukijui. Ndio sababu nchi hii siasa yake imechukua miaka 6 tu kupata uhuru, ambapo wenzetu wengine Kenya waliingia na porini. Waliingia na porini wakawa mpaka kina Dedan Kimathi wakawa majemadari mle kwa kutaka uhuru wa Kenya, lakini uhuru wetu ukapatikana kwa miaka 6 tu. 54 kubadilika kuwa 5, 61 uhuru. Na haya tukapata kuyaonea kidogo mbinu. Nikataka kuyauliza mimi kabla ya ugomvi wetu sana, Bwana Nyerere, Waislamu wako hoi, si watu wenye maarifa. Sasa unataka tukuunge mkono, unafikiri nini? Akanijibu, Bwana Bilali, naona unaanza kuleta mengine. Hautaki tupate uhuru? Siku hizo ni tayari Pakistani na India wanagawana. Pakistani Waislamu, India makafiri. Je, unataka na hapa Tanganyika tugawane? Kutoka Dodoma kwenda Kigoma Waislamu na kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam wa Kristo? Wacha tupate uhuru, mimi nitawaendeleza Waislamu. Baada ya kupata uhuru ndo akaanza hii balaa nalolisema sasa. Liliponiuzi nikaja nikalitia kwenye mkutano wetu wa Waislamu.
kwamba Nyerere mkosefu, tumemuunga mkono mpaka tumeleta uhuru, lakini sasa anarudi kutushambulia na anatutukana. Mkutano ule wa 63 Aga Khan Girls Secondary School, nikiwa nimekabidhiwa zamana ile na Sheikh Hassan bin Amir, nimekuja ananiambia Sheikh kwamba tunakutuma usimame kidete, kwa sababu delegation yote yani mjumbe wote wa Waislamu umekwenda kukabidhiwa kazi kule na Nyerere ya kuua Uislamu. Sasa usimame imara. Nikamwambia Sheikh nakubali, na wakati mimi kijana nikamwambia lakini tuinue mikono juu, tumshitakie Bwana anipe uwezo. Akainua mikono Sheikh Hassan bin Amir marhumu, akapita Uingereza, akapitishwa Marekani. Haikutosha kwenye lile ambalo walikuwa wamelipanga, ikabidi akapitishwe na kwa Papa ili athibitishe, Papa kuithibitisha Umoja wa Mataifa kwamba huyu anafaa katika kuwakilisha Ukristo. Kwa hiyo muwape hao uhuru wao wanaotaka. Ndio tukapewa uhuru bwana kwa miaka 6. Kwa miaka 6. Sasa mwenzetu kurudia huko, ndo haya yanayotufika, lakini hayana neno. Uislamu umefuatwa na, ila tunasema tubadilike. Hatukuingia hili sisi, tumeumbwa na Mwenyezi Mungu, tumheshimu Mungu na mjumbe wake Muhammad bwana sallallahu alaihi wasallam. Hakuna wenzetu muone hivyo na suruali na shati na nini na bwana mkubwa sana na mamroli na manini, lakini kweli akili nakubali kwamba Yesu ni Mungu. Kama ni Mungu, Yesu amefungwa na makamba. Kama ni Mungu, Yesu amepigwa makofi na katikiro kwa mahakamani. Kweli kuna Mungu wa namna hiyo? Sasa kwetu kwenye Uislamu alhamdulillah hatuna Mungu wa namna hiyo. Tunawaambia wenzetu Mungu wetu sisi Waislamu, hata ukichukua kamba za dunia zote au mfungi Mungu wa Waislamu. Takbir! Kamba za dunia zote ni Mungu wa Waislamu, yule mwenye uwezo usowezwa. Sasa huyu mwenye uwezo usowezwa huyu ndo tunataka kumwambia bwana ulituleta kama Waislamu hapa. Sasa tunaonewa, tunataka kurudia kwenye heshima yetu. Na wewe umesema kama Muislamu anaheshima kuliko mtu yoyote duniani, na Uislamu umeheshimika na wewe, tunataka heshima yetu. Ndio sababu kijana nilikwambia ngojea timu, ila jamani narudi kuomba kwenye mapesa jamani, mnayatupa kwenye mipira, mnatupa kwenye nini? Sio kazi yenu bwana, hebu tusaidieni ili shauri. Vijana wanataka kuukomboa Uislamu, sasa wasaidieni. Wassalamu alaikum.